Karibu sana ndani ya Darajani 1995, podcast yako ya kwanza ya Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Na tunashukuru Mungu kwa sababu tupo hai, lakini mateso ni mengi. Mabingwa na dunia tumeondoshwa katika katika michuano ya klabu bingwa ni Ulaya, lakini pia tumekuja kufungwa kwenye kombe ni la FA zidi ya Man City, lakini pia tukaondolewa pia kwenye kombe ni la ligi, lakini pia kwenye ligi ndo kama hivyo nilivyotoka kutangulia kusema ni hapo awali kwamba tumemaliza kwenye nafasi ya 10. Nipo na wachambuzi ambao kwa pamoja tunaenda kuchambua namna ni msimu mzima ni ulivyokuwa, ni msimu tulivyoanza mpaka kufikia hapa, na kipi ambacho kimefanyika na kipi ambacho ni kimetokea kwa msimu mzima na kwa michuano yote, sababu hali ni tete, hali ni mbaya sana. Nafikiri nitakuwa sahihi kama ni msimu tukiugawa katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kipindi cha kocha Enzo Maresca, ambapo alianza ni msimu ni mpaka anakuja kuondoka mwezi wa kwanza tarehe 1, ndio itakuwa ni sehemu ya kwanza kabisa kujadili. Lakini pia sehemu ni ya pili tutakuja ni kujadili chini ni ya kocha Liam Lozenia, lakini pia kwa kugusia kidogo ni kwa Callum McFarlane ambaye yeye ni kocha ni wa muda, kwa hiyo amemalizia ni msimu na ndio hapo na ametufikisha hapo. Tukianza na Hafidh Nacho, ni unafikiri ni msimu haswa tukiuchambua kuanzia kwa Enzo Maresca, ni unauonaje? Kipi ambacho tulifanikiwa, wapi ambapo tulifeli chini ya Enzo Maresca? Karibu. Nashukuru sana. Nafikiri kwa namna ambavyo msimu ulianza mwanzoni, kila mtu aliona the way ambavyo timu ilitoka kwenye Club World Cup ukapata mapumziko mafupi. Nafikiri inawezekana kuwa mapumziko mafupi zaidi kuliko vilabu vyote ambavyo vimeshiriki ligi kuu ya Uingereza kwa msimu huu. Tulipata takriban wiki 2 ambazo zilikuwa zinamhitaji kocha aweze kuiandaa timu yake, na kwa bahati mbaya kuna baadhi ya wachezaji muhimu kwenye kikosi chetu kabla ya msimu kuanza. Nikiona mzungumzia kwa ukubwa Levi Colwill ambaye alikuwa ni muhimili mkubwa kwenye backline yetu, alipata majeraha ambayo amemrudisha kikosini mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo unaona kabisa kulishaanza kutokea setback kuanzia kwenye kuiandaa timu kwa muda mfupi na kuondokewa kwa moja ya wachezaji wetu muhimu kwenye kikosi. Kwa hiyo pale ndo changamoto ilipoanzia nafikiri. Ila kwa namna nyingine Maresca kitu ambacho alijaribu kukifanya kwa ukubwa ni kumanage kundi la wachezaji ambao hapo, kuwapa game time wale ambao walikuwa hawajapata game time, na kuweza kuzingatia ni namna gani atafanya balancing ya game time kutokana na namna ambavyo kuna wachezaji wengi walikuwa wametumika ndani ya timu yetu kwa muda mrefu na kutumikia michezo mingi. Moja wa wachezaji hao nafikiri ni Cole Palmer, na kiwango chake kimedhihirika kwa msimu huu, namna ambavyo amekuwa ametoa mchango wake. Nafikiri pia hata huyu Enzo Fernandez ambaye ameonekana amekuwa na msimu bora mwanzoni alianza kwa slow down mpaka tukatamani kama msimu juzi vile awe anaanzishwa bench anaingia baadaye ili aweze kudeliver. Caicedo naye alianzia chini. Nafikiri kile kitu kiliweza kuleta changamoto. Kwa hiyo naona kwa namna moja ama nyingine Maresca hili ndo swala ambalo alikuwa anajaribu kulimanage, na kwa bahati nzuri nafikiri mwanzoni pale tulianza vizuri kabisa msimu wetu, na baada ya pale ups and downs zikaanza kuonekana kuanzia Disemba, na ndo pale ambapo klabu ilionekana haifanyi vizuri kutokana na matatizo ambayo nimeanza kuongea mwanzoni pale. Ila baada ya pale nafikiri ndo ikatokea saga za hapa na pale, uongozi na nini, na Maresca akaondoka. Kwa hiyo nikizungumzia era ya Maresca nafikiri hakuifanya kazi vibaya kutokana na vile ambavyo vilikuwa vimeshatutangulia mwanzo msimu mmoja nyuma, kwa maana ya kwamba the way ambavyo wachezaji walitumika kwenye mechi nyingi, ukizingatia tulicheza Conference League kwa ule msimu wa nyuma, tukacheza Premier League ambapo utachanganya na games za FA, utachanganya na games za Carabao, ambapo kwa namna ambavyo aliset squad yake ilibidi aweze kumanage. Na baada ya pale tulipata mapumziko ya muda mfupi, nafikiri takriban wiki 3, then tukaenda kwenye Club World Cup ambayo
tulicheza michezo mingi na kufanikiwa kufika fainali na hatimaye kuibeba lile taji. Baada ya pale muda mfupi kama nilivyozingatia. Kwa hiyo kwa Maresca nafikiri alifanya kazi nzuri, ila changamoto ilikuja pale baada ya kuondoka kwake, ndio msimu nafikiri ni kama ulitamatika pale. Kuja Liam Rosenior, ameachiwa Callum McFarlane huyo ambaye amemaliza nao msimu na namna ambavyo msimu umeonekana kwenda, tuliweza kwenda mpaka takriban mechi 5-6 nafikiri bila kutikisa nyavu, kitu ambacho ni rekodi haijawahi kutokea ndani ya klabu yetu ya Chelsea. Kwa hiyo ukiwind msimu nafikiri umegawanyika kwenye makundi mengi, na tukizungumzia kundi la kwenye huo upande wa Maresca, nafikiri kwa nafasi yake alijitahidi kutokana na circumstances ambazo zilikuwa zinaendelea ndani ya klabu. Ukizingatia sajili ambazo zilifanyika nyingi hazikuwa zile za experienced players, ama kusema wachezaji ambao watakuwa level moja na wale ambao wapo kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Maresca naweza nikamchambua kwa namna hiyo. Ni kama vile tulikuwa kwenye ni downfall kipindi ni cha Enzo Maresca, haswa mwezi wa 12. Ni kama vile tuliporomoka kiwango, hatakuwa tunapata matokeo mazuri, na ni kama vile tatizo likaonekana ni kwa upande wa kocha, tukamuondoa kocha, lakini baada ya kumleta kocha mwingine ni kama vile tulikuwa tuna kitchen party ni ya muda mfupi, ni send off ni ya muda mfupi, kwa sababu mara baada ya kuja ni Rosenior tulishinda ni mechi kadhaa mwanzoni, lakini baada ya hapo tukadrop tena. Hapa kuna changamoto gani ambayo nimejificha? Ni kweli Maresca alikuwa ni tatizo, au kulikuwa kuna tatizo ni zaidi ni ya Maresca kwa mtazamo wako? Nafikiri tatizo halikuwa kwa coach kama coach mwenyewe, ile hangover na namna ambavyo wachezaji walianza kudeliver, nafikiri hiki ndo kilikuwa kitu kikubwa zaidi. Na kwa mimi binafsi nafikiri nitarajia kile ambacho kingeenda kutokea, aidha kingeanza na sisi mwanzoni mwa msimu ama kingetokea katikati kama ambavyo kilienda kutokea, alafu baadaye tuje kugia hapo baadaye wachezaji wakishaweza kurudisha hali zao sawa za kimwili, ndo tuanze kurudi sasa kwenye ule ubora wetu ambao. Kwa hiyo mimi nitarajia kama tungefanikiwa kuwa na Enzo Maresca mpaka mnamo mwezi Januari angalau Februari na kumaliza msimu kumwishoni, nafikiri tungerudi kwenye ule uhalisia ambao tulikuwa tunautamani, kwa sababu ukizingatia issue za fatigue tumeongelea hapo mwanzoni, wachezaji walikuwa wametumikia michezo mingi kuanzia msimu ambapo unaanza pale msimu wa nyuma yake. Kwa hiyo wanaweza wakaanza kwa kiwango kikubwa, alafu kuna stage itafika miili na katatu na slow down, na ndio maana tu ukifuatilia kile kipindi unaona kabisa hata pressing yetu haikuwa very sharp, kuna namna fulani sharpness ilipungua, na hata baada ya ujio wa Liam Rosenior nafikiri watu waliona game 3-4, alafu baada ya pale miili ikaanza kugoma, na baadaye mambo mengine yakaendelea kama ambavyo msimu umekuwa wind up. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ambacho kienda kutokea mwezi Disemba ni kitu ambacho kama mtu alikuwa anaweza kufuatilia kwa ukaribu na usahihi zaidi, ni kitu ambacho kilikuwa kinategemewa zaidi. Na nafikiri kwa namna ambavyo tulianza msimu, ukizingatia nafikiri mchezo mzuri ambao utakuwa ni reference ni mchezo dhidi ya Fulham ambao nafikiri tuliondoka na ushindi wa bao 2 kama nitakuwa sahihi, lakini ukizingatia ule mchezo kimbinu na namna energy ambavyo ilikuwa inatolewa ndani ya kiwanja na namna ambavyo wachezaji walikuwa wanajitoa, ni kiwango kidogo sana cha intensity ambacho tulikuwa tuna uwezo tulikuwa tunaonekana kukitoa ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ukifanya mazingatio makubwa, na nimemzungumzia Enzo Fernandez hapo mwanzoni, nafikiri ni dhahiri ule mchezo ulikuwa ni moja ya mchezo wake ambao ndani ya Chelsea atakuwa ni michezo ambayo anatamani kuisahau, kwa sababu sina hakika kama alifanikiwa kucheza ule mchezo vizuri na kwa kiwango kile ambacho watu wengi wamemzoea. Kwa hiyo ukizingatia Enzo Fernandez yeye mwenyewe na kikosi kwa ujumla, ule nafikiri ulikuwa ni mchezo wetu kama sio wa pili utakuwa takribani wa 3. Mechi dhidi ya Fulham tulikuwa outperformed na wapinzani, lakini mpira sometimes ni mchezo wa bahati na tukafanikiwa kuyapata matokeo kwenye mchezo ule. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa tayari kimeanza kutoa signs kwamba huu msimu hauwezi kuwa kama vile ambavyo watu wengi wanatarajia kwamba nyie ni mabingwa wa dunia na mtaenda kudeliver namna ambavyo
watu wanatarajia kudeliver, ukizingatia sajili zilizofanyika ni chache na sio zile kwamba sajili zote zitaenda kudeliver. Ukiachana na Joao Pedro, sidhani kama kuna mchezaji mwingine ambaye alikuwa anaonekana kuja kuclick pale mapema na kuadapt kikosini mwanzoni mwa msimu ule. Kwa hiyo ukizingatia, nafikiri ni kitu ambacho kilitarajiwa kufikia mwezi Disemba mpaka Januari pale, kwa namna ambavyo tulianza msimu vizuri na kuanza kuflop kwa namna moja ama nyingine. Kwanza niseme kwamba Enzo Maresca licha ya changamoto ambazo alikuwa nazo za kimfumo, za kiufundi, bado alikuwa ni kocha ambaye alikuwa na uwezo mzuri wa kuweza kukimanage kikosi na aliweza kuendana na aina ya wachezaji ambao walikuwepo. Na ukimtazama Enzo Maresca alikuwa na ubora wake, lakini pia alikuwa na madhaifu yake ambayo yalikuwepo. Lakini kwa kifupi tu kwamba baadhi ya vitu ambavyo Enzo Maresca aliviweza kwenye kikosi cha Chelsea ni kama aliweza kutafuta mfumo ambao unaeleweka kwa wachezaji ambao walikuwepo kwa wakati ule. Ndio maana unatazama wakati ameondoka, ni kuna namna wachezaji walishindwa kuendana na walimu ambao walifuata, kwa kuwa walikuwa wanaelewa zaidi kile ambacho Enzo Maresca alikuwa anakifanya ndani ya timu. So kuna namna fulani aliweza kuseti ule uelewa kwa wachezaji na namna ambavyo walikuwa wanaelewa, lakini aliweza kuboresha baadhi ya wachezaji ambao kiukweli walikuwa na viwango duni ukitaka kuwatazama. Mfano akina Mauro Gusto, unamuona ni mchezaji ambaye ni kama alikuwa, ukimtazama ni kama hafai kuwa quality ambayo inatakiwa kuwepo Chelsea, lakini yeye aliweza kuwafanya wachezaji hao waonekane ni bora na akaweza kupata nao mafanikio. Kitu kingine ambacho naona Maresca kiliweza kumfanya afanikiwe ni namna ambavyo aliweza kuseti utulivu kwenye timu. So alifanikiwa kwenye hilo na aliwafanya wachezaji washushe tempa na wakaweza kufanya vizuri kwa kipindi chake, hasa kuanzia msimu uliopita na kuja msimu huu mwanzoni kabisa kule ambako ilionekana ameanza vizuri. Kabla ya kufikia huo mwezi wa 12 ambao umeusema, timu ilikuwa vizuri sana, lakini aliweza kutengeneza baadhi ya hasa kwenye build up pale alikuwa na wachezaji ambao walikuwa bora, lakini kukosekana kwa baadhi ya wachezaji kuweza kumwangusha, akiwepo Levi Colwill. Tukizungumzia wachezaji ambao wapo, akiwepo Levi Colwill ambaye alikuwa mmoja wa wachezaji ambao wanaunda safu ya ulinzi vizuri, lakini ni wachezaji ambao walikuwa wanaanzisha mashambulizi kutokea nyuma na alikuwa ni tegemeo kwenye timu, lakini kukosekana kwake kukawa ni sababu ambayo ilimfanya Enzo Maresca aweze kukosa kitu kutoka kwa Levi Colwill, na kutokusajiliwa kwa wachezaji wenye experience kubwa kukamfanya achague option ya pili ambayo ni kuwatumia wachezaji waliopo kwenye kikosi, kitu ambacho hakikuwa na faida kubwa kwa sababu bado tulikuwa tunaendelea kuruhusu mabao. So kwangu mimi naamini Enzo Maresca alikuwa ni kocha ambaye alikuwa anatufaa sana kwenye wakati ambao tulikuwa nao na aina ya kikosi ambacho tulikuwa nacho. Na ukitaka kumwangalia mapungufu yake kadhaa ambayo alikuwa nayo, ni mojawapo ni namna ambavyo alikuwa anaweza kutengeneza team balance kwenye kushambulia na kwenye kuzuia. Mara nyingi tulikuwa tunaonekana kwenye kuzuia tunakuwa vizuri, lakini namna ya kupata mabao ilikuwa tunapata mabao kwenye mazingira magumu sana. Build up yetu ilikuwa inaenda taratibu sana, kitu ambacho kikaja kuwa tofauti kabisa na kocha aliyefuatia akaja kutengeneza kitu kipya ambacho kiliwaingia wachezaji kwa haraka, lakini kuna namna fulani walikuja kapoteza ule umakini kwenye baadhi ya mechi huku mbele. Kwa nafikiri kwangu mimi Enzo Maresca, kwa aina ya kikosi tulichokuwa nacho na yeye mbinu zake alizokuwa nazo, akiwa ni kocha ambaye hajatuonyesha vitu vingi sana, sijui ni kulingana na aina ya wachezaji waliopo au ni ndivyo alivyo, lakini hakutuonyesha vitu vingi. Alikuwa ameseti mfumo wake ambao alikuwa na uamini, na mara chache sana ukimwona anabadilika, mara nyingi anaingia na mfumo ule ule kwenye mechi nyingi. Kwa kwangu mimi naamini alikuwa ni kocha ambaye ni level ya kati, sio level kubwa, lakini aliweza kutufanya tuonekane bora kwa kile ambacho alikuwa anatuonyesha kwenye msimu uliopita na hata msimu huu ambao umemalizika siku ya leo. Tunamzungumziaje pia ni kocha ni Liam Rosenior, kwa sababu naye pia ni kocha ambaye ametufundisha ni msimu huu, lakini ni kama vile ni alianza vizuri lakini amedrop. Timu ni imedrop sana kwake. Ndio nafikiri yeye pia
ni ana mchango gani ni ana nafasi gani ni kwa nafasi hii tulomalizana nayo, ni ukijumlisha pia kwamba ni amekuta timu katikati ya msimu, manake nitumie sababu ni kama aliyotumia Nicole Palmer kwamba hakupata nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba timu inacheza katika misingi yake kwa sababu ni mfululizo na mechi kwa nyingi. Ni unafikiri pia tulimhukumu mapema, kumuondoa mapema kwa sababu hiyo ni anayosema Nicole Palmer, au sio sahihi kwamba alikuwa ni mbovu na hakustahili kuja Chelsea? Una maoni gani? Kwangu mimi naamini kumhukumu mapema inawezekana ikawa sababu, lakini sababu kubwa ambayo naweza nikalaumu kwa upande wa management sana, kwa sababu haikufanya research nzuri kumleta Liam Rosena, kwa sababu walileta kocha ambaye anakuja kuibadilisha timu kwa kiasi kikubwa kutoka ile timu ambayo alikuwa anaimanage Enzo Maresca. Ukitazama uchezaji wa Liam Rosena uko direct sana kuliko uchezaji wa Enzo Maresca ambaye anapenda zaidi kuposesi kuliko kushambulia kwa haraka. So kwangu mimi niliamini kwamba ilitakiwa tutafute kocha ambaye anaweza kuja kuifanya timu kwanza icheze kwenye mfumo ule ule ambao alikuwa anaucheza Enzo Maresca. Baada ya kuja Liam Rosena aliongeza baadhi ya vitu, ikiwepo kushambulia kwa kasi, kitu ambacho kilikuja kikatengeneza ni kama matabaka, kwa sababu kuna muda unaiona timu iko juu lakini upande wa chini iko wazi sana. Kitu ambacho aliweza kukifanya siwezi kumlaumu kwa kiasi chake, lakini nalaumu kwa sababu aliweza kufanya maamuzi haraka ya kuja Chelsea. Huenda angesema aje baada ya msimu kuisha ingekuwa bora sana, kwa sababu kocha yote kama ulivyozungumza anatamani apate pre-season ile ambayo ya mwanzoni kabisa, karibia nafikiri mwezi mmoja na kuendelea, ambayo wanapata walimu wengi ili aweze kuset timu yake na aweze kujua tabia za wachezaji pamoja na sifa za wachezaji. Hakupata hiyo nafasi ya kujua sifa za wachezaji pamoja na tabia. Hivyo ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu alitakiwa kuenda na ile ambacho amekikuta kwa wakati ule. Kwangu mimi naamini Rosena ni kocha ambaye ni kocha mwenye anatamani kuwa na timu yenye nidhamu kubwa, hasa kwenye kushambulia na kuzuia kwa wakati mmoja, lakini namna ambavyo anaweza kaiset timu yake ikawa na connection nzuri kati ya maeneo mengi ya uwanja, confidence kuwajengea vijana ambao alikuwepo amewakuta kwenye timu. Angalia namna ambavyo baadhi ya wachezaji wakapata confidence kwake, ikiwemo Joao Pedro ambaye alionekana amekuwa vizuri, lakini IQ yake kwenye upande wa modern football pia ilikuwa ni nzuri sana. Angalia namna ambavyo alikuwa anaweza kuibadili mechi. Angalia mfano mechi ya Napoli, aliweza kurudi kutokea nyuma na akaweza kufanya kuishinda mechi. Nafikiri kwangu mimi aina ya wachezaji aliyowakuta Chelsea pamoja na aina ya mfumo au mpira ambao walikuwa wameuzoea kucheza wachezaji, kuibadilisha kwa haraka ilikuwa ni ngumu kwake. Simlaumu sana wala simhukumu kwenye hili ambalo kwa kiasi kikubwa kama ambavyo naweza nikalaumu management ya timu ambayo ilifanya. Kwangu mimi naamini ni kocha ambaye hakuwa na experience kubwa, hivyo kumchukua ilikuwa ni kama tuna risk sana kuweza kumchukua kocha kama Liam Rosena kuja kuweza kuifikisha timu sehemu ambayo tunaitaka. Kwangu mimi naamini tulitakiwa kupata kocha bora zaidi ya Liam Rosena, na kama tunatamani kumpata Liam, nafikiri tungempata mwisho wa msimu kuliko pale katikati ambapo timu tayari ilikuwa imeseti namna yake ya uchezaji, na kubadilika ghafla binvu ilikuwa ni jambo gumu sana. Kwangu mimi simlaumu sana Liam Rosena, lakini naamini management pia inaweza kuwa ni moja ya watu ambao wameangusha sana walimu wao ambao wamepita kwenye timu yetu. Kwangu mimi nafikiri nitatoa 1% chache zaidi ya mwenzangu, kwa sababu amepata kipindi kifupi, amepata pia kazi ambayo nafikiri ilikuwa kubwa kuliko yeye, kwa sababu group la wachezaji nafikiri sidhani kama kwenye career yake ya uchezaji na hata coaching career ya Liam Rosena kuna mchezaji ambaye atakuwa labda kwenye wale wa squad players ambao walikuwa wanategemewa Chelsea kwamba atakuwa amemzidi. Kwa hiyo almost 10% tu kwenye mchango wa hichi ambacho kimeenda kutokea. Okay, haya tuingie sasa ni moja kwa moja. Ni kwako ni Nacho hapo. Ni una mtazamo gani? Umeshatupatia kabisa ni asilimia yako. Tuambie sasa kwa nini wewe kwanza umempunja kuliko Nimidiwe, lakini pia
tupatie ni mtazamo wako katika kile kipindi ni cha Lozenia toka mwezi wa kwanza baada ya game ya Fulham tunafungwa ni na Fulham. Mechi niliyofuata ndo alikuwa ni kocha yeye kwenye bench mpaka ni anakuja kufukuzwa ni game ya mwisho. Ni unafikiri changamoto yake kubwa nilikuwa ni wapi ni alifeli timu nilikuwaje chini yake na ni alileta kitu gani ambacho labda hakikuwepo na lakini pia ni aliondoa kitu gani ambacho hakikuwepo before? Nafikiri management wise, kwa maana ya namna ya kuimanage game na labda kuangalia nini kinahitajika kifanyike kwa reaction ya haraka, alianza kutoa hiyo saini ya mapema kwenye michezo takriban 4-5 ambapo alikuwa amefika ndani ya Chelsea. Kwa hiyo watu tukawa tunamtazamia labda ana kile kitu ambacho kilikuwa kina miss kwa Enzo Maresca, kwa sababu utofauti wake mkubwa na mtangulizi wake Enzo Maresca, nafikiri Maresca alikuwa mzuri kuandaa mbinu ya mchezo mzima, kwa maana ya kwamba siku hiyo mkifanikiwa mtaushinda mchezo mapema sana ama mtaimanage game kuanzia dakika za mwanzoni mpaka dakika za 90 na kuweza kushinda. Moja ya reference kutokana na hichi ambacho ninakisema, nafikiri tuliona mchezo dhidi ya Liverpool ambao Estevao Willian alitupatia bao la dakika za jioni kabisa, kwa sababu ukiachana na namna ambavyo tulilipata lile goli, ila kuanzia dakika ya kwanza mpaka mchezo unamalizika, nafikiri klabu bora ndani ya kiwanja ilikuwa ni Chelsea. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo Enzo Maresca alikuwa bora zaidi kwenye kuandaa game plan ya mchezo mzima, lakini pindi ambapo mambo yalikuwa yanatuendea vigumu ama tunasema mambo yanaenda kombo, nafikiri pale ndo ambapo Maresca alikuwa anakimisi iko kitu ndani ya squad. Kwa hiyo kwa Liam Lozenia nafikiri alikuja na akawa hajabadilisha vitu vikubwa pale kwenye michezo ya mwanzoni ambayo ilionekana kupata matokeo kwa maana ya kimbinu na namna ambavyo timu ilikuwa inakuwa set kwa Enzo Maresca. Kitu ambacho alikibadilisha ni nafikiri ni aliweza kuwa na utambuzi wa kwamba kutokana na situation ambayo tunayo, kama tuna hali ngumu kwenye mchezo, yeye aweze kureact vipi na kuweza kuleta mambo mapya kwenye mchezo. Nafikiri kwenye game management ndo tunamzungumzia kwa engo hiyo. Ila kitu kingine nafikiri baada ya sasa kumaliza kuyafanyia kazi yale mwenzake ambao aliyaacha, alivyoanza kuinject vitu vyake taratibu, pale ndo ambapo tulianza kuona kweli hii kazi inaweza kuwa inaonekana inampalia kwa nafasi yake, na kwa namna moja ama nyingine unaweza ukamshushia mzigo wa lawama, lakini ni kocha ambaye amepokea mkoba katikati ya msimu alafu hajaweza kupata muda mwingi kusema mimi nataka timu icheze. Possibly mimi naamini kuna baadhi ya vitu alikuwa anaweza akawa anawaambia wachezaji alafu inakuwa ni vigumu kwa upande wao kuweza kumuelewa na kuweza kuvifanya ndani ya kiwanja, kwa sababu kuna moments kabisa zilikuwa zinaonekana coach labda anafanya substitution hii ili kiende kutokea hiki, lakini mwisho wa siku tunaenda kukutana na mambo ambayo ni tofauti. Kwa hiyo hii nafikiri ni sababu kubwa ambayo inanifanya mimi nimuondolee mzigo mkubwa Liam Lozenia kwa kupewa kile kibarua katikati ya msimu. Sababu nyingine nafikiri narudi kupigilia msumari kule mwanzoni ambapo niliongea kwamba wachezaji ambao walionekana ndo wachezaji muhimu kwenye kikosi chetu, nikizungumzia the likes of Cole Palmer, Moises Caicedo, Marc Curea, Levi Colwill ambaye aliumia na hata hajaweza kutumikia mchezo wote chini ya Liam Lozenia. Ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji ambao wana potential kubwa kama Romeo Lavia hawajaweza kuhudumu kwa muda mwingi ndani yake. Kwa hiyo ukichanganya issue ya fatigue na msimu ambao ulikuwa nyuma, kuchanganya na mentality ambazo wachezaji walikutana nazo baada ya reaction ya Maresca kuondolewa, changanya na amepewa timu katikati ya msimu, nafikiri unapata majibu ya kwamba ni namna gani ambavyo ukisema unamshushia mzigo mzima kwa kocha wa profile yake na daraja lake ambalo alikuwa nalo Liam Lozenia, nafikiri unakuwa kama unamwekea mzigo mkubwa kutokana na haya mambo ambayo nimeyaweka wazi. Okay, tumgusie kwa ufupi sana ni McFarlane. Ni msimu ni umeisha na yeye ni kama kocha wa muda, ndio hivyo kwamba amebwaga ni manyanga, na bila shaka ni ataenda kuwa sehemu ya kikosi ni cha kocha mpya ni Xabi Alonso.
tunamzungumziaje kwa hizi mechi kadhaa ni ambazo tumemshuhudia ni mpaka sasa? Karibu Nacho. Nafikiri kwa Callum McFarlane kazi haikuwa kubwa kwa sababu by the way alikuwa interim manager, kwa maana hiyo kwa sababu hakuna pressure ya contract, labda ya vipengele ambavyo atakuwa amevisign kwa huo muda ambao ataitumikia Chelsea kama kocha wa muda. Na nafikiri kitu kikubwa ambacho yeye alikuwa anaweza kukifanya ni kuweza kuweka tu ile hali ya dressing room izidi kuwa na utulivu, na namna gani ambavyo wataweza kuziapproach game na kumalizia msimu, kwa sababu nafikiri issue kubwa ilikuwa ni kumaliza tu msimu na sio kuhangaika kusema kuhangaika swala la mbinu na kuweza kuandaa 1 2 3 zile ambazo tungetegemea kwa hao makocha ambao ni permanent. Kwa hiyo kwa McFarlane nafikiri hata tulikuwa tukisikiliza press zake, nafikiri press ya kwanza alihojiwa na akaweka wazi kwamba kitu ambacho yeye anajivunia ndani ya klabu ya Chelsea ni namna ambavyo wachezaji wanakuwa very calm na kuweza kumsikiliza yeye kama coach, kuweza kuituliza dressing room. Kwa hiyo unaona hiki ni kitu kikubwa ambacho ndio kilihitajika ili tuweze kusecure hichi ambacho kipindi ambacho tumekuwa nacho na tuweze kukimaliza kwa nafasi yetu. Kwa hiyo huwezi kusema utaanza kumchambua kwamba ameset timu hivi ama ametwist kitu fulani. By the way, naona ni mle tu, kwa sababu kuna baadhi ya games back 3 tumecheza chini ya Liam Rosenior. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vilitumika chini ya Enzo Maresca nafikiri vimeonekana pia, na ukizingatia ameshafanya kazi na makocha wote hawa wawili, kwa maana Enzo Maresca pamoja na Liam Rosenior. Kwa hiyo ukiwazingatia wote wawili alafu ukichanganya na kile ambacho Callum McFarlane amekuja kukifanya, unaona kabisa ni namna gani ambavyo ilikuwa ni swala tu la kukamilisha msimu, kumweka kila mchezaji kwenye maeneo labda ambayo anaweza akatoa the best out of kile ambacho alichonacho, na hata mentality ilikuwa chini. Nafikiri ingekuwa kazi ngumu sana kusema ana push labda arudishe ari ya team na vitu kama hivyo, kwa sababu ni kama tayari kuanzia kwa mashabiki mpaka kwa wachezaji wao wenyewe kila mtu alikuwa tayari ameshaona it's like the season is over. Sasa kwa tuangalie tunaweza kumalizia vipi hizi game isiweze kuwa mbaya zaidi ya hapa ambapo ipo, na tuweze kuangalia msimu ujao itakuwaje. Kwangu mimi McFarlane siko tofauti sana na Hafiz, kwa sababu naamini ni kocha ambaye kwanza ana experience ndogo, sio kubwa kiasi hicho. Inawezekana kumanage timu kubwa, sidhani kama kuna sehemu ameifanya kazi. Nafikiri Chelsea ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kufanya hivyo. Alipewa mchezo wa kwanza nafikiri ilikuwa ni dhidi ya Manchester City na akaweza kupata sare kabla ya ujio wa Liam Rosenior, lakini baadaye baada ya kuondoka tena kwa Liam akaja tena kuongeza nguvu kwenye kikosi, hasa kukifikisha mpaka hapa leo ambako tunamalizia msimu tumeweza kufikia. McFarlane ni kocha ambaye ni mzuri kwa kiwango chake, na ni kocha ambaye kwanza uwezo wake mkubwa upo kwenye kuinua vipaji. Angalia namna ambavyo kwenye ujio wake baadhi ya wachezaji hasa wa kutokea timu ndogo ambapo wamekuja na wameweza kuonyesha ubora, na kwa kiasi kikubwa amekuwa vizuri. Ni kocha ambaye ana elimu ya soka hasa hili la kisasa, namna anafanya pressing, namna ambavyo anaitengeneza timu yake ifanye movement. Lakini nafikiri kwa namna Chelsea ilivyokuwa kwa msimu huu, kama alivyosema Hafiz, ni kwamba ni kama ilikuwa imepoteza ile mentality ya upambanaji, kwa sababu waliamini kwamba ni kama msimu umeweza kumalizika. Kubadili makocha watatu kwenye msimu mmoja nafikiri imekuja kumwangusha sana McFarlane, lakini naamini ni kocha ambaye ana uwezo mkubwa, hasa kuwaacha wachezaji waweze kucheza kwenye uwezo wao walionao, individual skills ambazo wanazo, aliwaacha wafanye hivyo. Lakini aliweza vizuri kuimanage dressing room licha udogo wake. Unaona kabisa kuna kama ukautulivu kaliweza kurejea kwenye timu tofauti na alivyokuwa anafanya Liam Rosenior. Kwa kwangu mimi naamini ni kocha ambaye alikuwa ni kocha mzuri, lakini ni kama alikosa experience na pressure kubwa ya timu kama Chelsea. Pia inawezekana ni moja ya vitu ambavyo vimeweza kumwangusha, lakini ni kocha ambaye alikuwa anaweza kufanya game management vizuri, anaweza kufanya analysis vizuri, kwa sababu unaona mechi nyingi kubwa, mechi ya Man City nimekuwekea hapo, lakini mechi ya Manchester United kama sijakosea, mechi ya Liverpool,
amepoteza michezo dhidi ya Man City, lakini unamuona ni kocha ambaye alikuwa na idea ya kwamba kuna kitu anakitafuta. Ni kocha ambaye alikuwa ana uwezo wa kufanya anabadilisha mifumo kulingana na mchezo ambao uko mbele yake. Ameweza kutumia baadhi ya mifumo, ametumia mfumo wa walinzi wanne walinzi wanne, lakini ametumia walinzi watatu. Unaona jinsi gani ambavyo alikuwa anaweza kubadilika kulingana na mechi. Kwa namna hiyo ni kocha ambaye anaweza kusoma vizuri mchezo. Kwangu mimi naamini anatakiwa kuendelea kujifunza, na kama walivyosema, kama ataendelea kuwepo chini ya Xabi Alonso, na vile ataweza kuwa ni kocha mzuri huko mbeleni, ni kocha anayejiamini, ni kocha ambaye anaweza kutupa kitu kwenye hasa kuweza kuunganisha kikosi cha vijana na kikosi kikubwa. Lakini kwa tulipofikia siwezi kumpa credit yoyote, wala siwezi kumpa kwamba ameonyesha madhaifu makubwa sana, kwa sababu hakupewa mamlaka hayo makubwa ya kuweza kukimanage kikosi kwa muda mrefu. Zaidi ni kwamba alikuwa ni kama caretaker ambaye alikuwa anaichukua timu kutoka pale ambapo iliachwa na walimu wengine na kuileta mpaka hapa mwisho wa msimu. Ni wanastahili lawama za moja kwa moja, kwa sababu kwanza ni namna ambavyo waliamua kubadilisha structure nzima ya Chelsea kwa haraka sana. Mimi naamini wangeendelea na ile structure ambayo ilikuwepo tangia mwanzo ya kina Marina na kina Peter Cech, ingeweza kuwaletea manufaa, huku wakiwa naibadilisha ile structure taratibu na kuleta muundo wao mpya ambao walikuwa naamini kwamba unaweza kuwa muundo. Lakini walichokifanya wao ni kubadili kwa kiasi kikubwa kabisa namna ambavyo uendeshwaji wa timu ulivyokuwa inaenda kwa wakati ule, na mabadiliko makubwa ya walimu kutoka kwa kocha ambaye walimkuta kwenye timu kwa kiasi kwa kipindi kile. Mfano walimkuta ni nafikiri ni Thomas Tuchel. Sasa walimkuta Thomas Tuchel, lakini wakaweza kubadilisha makocha na zaidi, kitu ambacho kikawa kigumu sana kuweza kwa wachezaji kuweza kukiadapt kwa haraka, kwa sababu kila msimu unakuta makocha wawili wamebadilika. Lakini pia namna ambavyo waliweka sera zao za usajili, angalia namna ambavyo waliwaleta wale madirector wao ambao waliamini kwamba hawa wanaweza kawafikisha nchi ya ahadi ambao wao wanaifikiria. Angalia namna ambavyo walianza kusajili wachezaji ambao kiukweli ni wachezaji ambao wana vipaji vizuri, lakini kwa Chelsea namna ilivyo ni timu ambayo inahitaji mafanikio ya haraka. Ni tofauti na timu zingine ambazo zinahitaji kuwa na timu na wachezaji ambao wanaweza kuwa wanakuwa taratibu. Chelsea haijajengwa kwenye misingi hiyo. Kubadilisha ile structure ambayo walikuta kwa haraka kiasi kile na kuanza kuleta wachezaji ambao wanahitaji kukua wakiwa ndani ya kikosi alafu bado wanatumika, nafikiri ilikuwa ni kitu ambacho kilichelewesha sana muunganiko kwenye kikosi na hali ya kujiamini. Lakini bado timu ilionekana ina struggle sana kuweza kupata matokeo. Lakini pia ile project ambazo walikuwa wanaziweka nazo pia zikaonekana kama kuna wakati inakuja kama inakubali, na kuna wakati pia inakuwa inaonekana kama inafail. Mimi nafikiri kitu ambacho walikifanya wao wanapaswa kulaumiwa kwa kiasi kikubwa kulingana na hapa ambapo tumefika kwa wakati huu, na future ambayo walikuwa wanajenga kwa vijana sometime inaonekana inapotea. Watu kama akina Enzo Fernandez, maneno ambayo aliyaongea hapo karibuni, unaona kuna kitu ambacho kama kipo hivyo wanakifikiria kwamba kipo ndani ya timu, lakini kukitoa ile direct ndo kama hivyo. Enzo Fernandez akajaribu kuongea na mwenzake Michael Kulewa akajaribu kuongea, bado akaonekana kama kuna sehemu wanakosea. Kwa mimi nafikiri hayo ni machache ambayo yanaweza kuwa yanaleta sintofahamu kwa watu na wanapeleka lawama za moja kwa moja kwa hawa wamiliki. Lakini kuna sehemu pia hawastahili lawama kwa kiasi kikubwa sana kama ambavyo ipo. Yaani kuna kipande kadogo ambako wanastahili kupewa kongole, kwa sababu wamejitahidi kuwekeza vile lakini uwekezaji wao ndo kama huu ambao wanasajili wachezaji wengi, rundo la wachezaji ambao ni kama hawatumiki, kwa sababu ukiangalia wakina Chukwuemeka wamesajiliwa lakini hawajaonyesha ule ubora. Kina Datro Fofana wamesajiliwa mpaka leo hatujui ni impact gani ambao waleta kwenye timu. Lakini kuna matatizo pia ndani ya uwanja ambayo yanaonekana yalikuwepo, ikiwemo miongoni mwa hayo ni kubadilisha baadhi ya walimu ambao walikuwepo, lakini pia namna ambavyo
msimu baada ya msimu unaonekana timu tunaijaribu kuitengeneza upya lakini bado inafeli, tunakuja msimu mwingine tunaitengeneza upya inafeli. Nafikiri kwangu mimi kwa ufupi ni kwamba wanastahili lawama hizi ni kwa sababu hawajaamua kuleta experience player pamoja na experience coaches ambao wanaweza akaifanya Chelsea iweze kuishi kwenye zile ndoto ambazo kwa misimu mingi ilikuwa inaishi. Kama kuwekeza, wamewekeza sana. Ukiangalia timu ambazo zimesajili vizuri au kwa pesa nyingi tangia wamefika ni Chelsea, lakini kwa nini tunafeli? Ni kwa sababu muundo ambao wamekuja nao wamiliki ni muundo ambao endani na timu ya Chelsea, kuanzia kwenye timu yenyewe, ndani ya timu yenyewe, lakini hata kwa mashabiki pia hawakisapoti kile ambacho kinaonekana kwenye timu. Kwa kwangu mimi naamini wanastahili lawama kwa kiasi kikubwa kwenye upande huo wa wamiliki ambao ni Bruco. Nacho kwako pia karibu. Mimi najaribu kutazama kwa ukubwa, nafikiri ni ile mentality ya kwamba nakuwa na mtazamo tofauti, mentality ya kwamba watu wana ikiri kwamba mfumo fulani haufai ndani ya klabu na mfumo fulani unafaa ndani ya klabu, kwa sababu ukizingatia the way ambavyo Roman Abramovich alikuwa anaendesha sajili players na kuwaleta waje kutuletea mafanikio kwa muda mwingi na muda mfupi, nafikiri ndio kitu ambacho tulikuwa na kile kiliweza kutuletea mafanikio kwa takriban karne nzima. Tukiongelea moja ya vilabu ambavyo vimekusanya makombe mengi kwenye kabati lake, nafikiri tunaingia kwenye vilabu vitatu ama viwili vya juu kabisa. Kwa hiyo yale mazoea, na baada ya hawa wamiliki kuja, nafikiri walikuja na mtazamo wao kibiashara pamoja na namna ambavyo walihisi football itakuwa kwa upande wao. Kaja na kitu ambacho kilitutatiza wengi, na wengi tulikuwa direction juu ya kwamba wanataka kuleta nini, ila baadaye tulianza kupata ule uelewa, na namna ambavyo tulipata uelewa, kwa bahati nzuri nafikiri walipata mtu ambaye alionekana kama ni mtu sahihi kuendana na project yao, kwa maana kwenye eneo la mbinu pamoja kuweza kukaa na wachezaji. Hapa namzungumzia bwana Enzo Maresca ambaye alipewa kibarua kile, na proof ya hilo nafikiri alibeba vikombe viwili kwa maana ya Conference League pamoja na Club World Cup ambayo ilikuwa na pesa kubwa, na alionekana kuweza kucompete kwenye big games akionekana kuwa na mbinu nzuri zaidi. Kwa hiyo kile kitu kiliweza kutuweka kwenye mazingira ambayo tuliamini kwamba sawa, walikuja na mpango ambao hatukuwa tunauamini sisi kama mashabiki ama watu ambao tulikuwa nje ya klabu, ila baada ya kuleta positives tukaanza kuamini kwamba ni fine, waliweza kuona mbali, kitu kinaweza kikaanza kulipa, japo sometimes ilikuwa ni wonders, labda tuseme ama ni bahati kwa sisi kupata baadhi ya yale mafanikio ambayo yalipatikana, lakini klabu ilikuwa inaonekana inaenda kwenye direction nzuri in terms of football ambayo inachezwa pamoja na mbinu kwa ujumla. Sasa swala la kushindwa kuendelea na Enzo Maresca, pale ndo ambapo watu wengi walianza kwenda kuteremsha mzigo mzima kwenye bodi pamoja na uongozi kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri kile ndo kitu ambacho kimeleta hizi scenario za kwamba wamekuwa ndani. Moja ya maneno ambayo yalikuwa yanaongelewa mwanzoni, ila baada ya Club World Cup na mafanikio ambayo tuliyapata kwenye Conference League, kuweza kufikia top 4 ambayo ilitupeleka kwenye Champions League, nafikiri ilikuwa ni kama inaonekana sasa plani yao inaanza kufanya kazi. Sasa watu walikuwa wanasubiri baada ya pale kufanyika nini ambacho ni upgrade, ambacho kutokana ambapo na demands ambazo walikuja nazo mwalimu Enzo Maresca. Nafikiri alikuja na demands za kupata wachezaji ambao watakuwa na uwiano angalau wa karibu kwenye maeneo ambayo yanaonekana tayari yameshaanza kuipa uhai kwa moja ya maeneo hayo. Nafikiri tunajua wote dhahiri issue ya Liverpool, na Maresca aliomba aidha awe beki mwenye experience ama beki mwenye umri mkubwa ama mdogo, lakini apatikane mtu mwenye kaliba ya Liverpool ile ambayo tayari ambapo alikuwa tayari ashaanza kutuonesha pale mwanzoni. Kwa hiyo kile ni moja ya vitu ambavyo ilianza kuleta maswali mengi. Kwa hiyo hapa ndo ambapo watu wengi walianza kuteremsha mzigo mzima kwa hawa wamiliki, kwamba na namna fulani wamechangia haya ambayo yameenda kutokea ndani ya msimu kutokana na kushindwa
kukaa meza moja na mtu ambaye alikuwa anaonekana ni mtu ambaye aidha tunaweza tukasema ni mtu sahihi ama ni mtu ambaye alikuwa ameweza kufika ni direction ambayo tayari direction sana. Kwa hiyo hii nafikiri ndio sababu kubwa, kwa sababu mwanzoni fine tulikuwa wengine tupo katikati kwamba kusubiri kuone ni nini ambacho kitakuwa kinaendelea, nini ambacho kitafanyika, na baada ya pale nafikiri watu walipiga moyo Konde kusema fine, ameondoka Maresca, tunasubiri tuone atakuja nani. Kitu kibaya zaidi, alikuja Mwalimu Jambo Zenia, game 2-3 akaja akaonekana yeye yupo daraja gani na klabu ama wachezaji wa daraja gani ama levels ambazo amekabidhiwa timu zipo kwenye daraja lipi, ikaonekana dhahiri ni mbingu na ardhi. Kwa hiyo ukirudi ukisikia kwamba wewe bwana alipewa 6.5 ndani ya klabu, ilikuwa inazua maswali kwamba ameonyesha ana kitu gani zaidi ya kile ambacho Enzo Maresca alikuwa anakifanya kwenye moja ya project ambazo zimeonekana ni project zaidi ulimwengu wa soka la sasa hivi, ukizingatia alikuja Luis Enrique mpaka dakika kufika London na akashindwa kuendana na project, na huyo Luis Enrique ameenda kudeliver na PSG ambayo ni moja ya vilabu tishio zaidi barani Ulaya. Kwa hiyo ukiconnect dots hizi nyingi unaona kabisa kwa nafasi kubwa wanaonekana walikosa mitazamo ambayo ni mizuri kwenye kukiletea kikosi mafanikio chanya yale ambao wanashabiki wengi wanakuwa na tazama. Okay, tumekupata sana. Ninafikiri tumemaliza kwa leo, na Chelsea tumemaliza ni msimu tukiwa tupo nafasi ya 10. Tumecheza mechi 38, tumeshinda mechi 14, tumefungwa mechi 10. Tumetoa sare mechi 10, lakini pia tumefungwa mechi 14. Kwa hiyo tumefunga magoli 58, tumefungwa magoli 52. Market tuna faida ya magoli 6 tu. Na tumemaliza tukiwa tuna alama 52. Tumelingana na Fulham ambao nao pia wana alama 52, lakini tofauti nimekuja kwenye faida ya magoli ya kufunga na kufungwa. Msimu ndio umeisha kwa staili hiyo, lakini pia kwenye Champions League pia hali ni ijawa nzuri kiukweli. Tumeondolewa kwa kipigo kikubwa, magoli 8-2 na PSG na kwenye kombe ni la FA ni tukafungwa finali, ni tulifungwa ni finali pamoja na Man City kwa goli 1-0. Tunasema family, ngoja tuone ni msimu ni ujao ni unakuaje, na tutakuwa tuna kocha mpya. Sijui ni vipi kitatokea, labda nikautabiri kangu. Ngoja kwanza nitabiri, labda yanaweza ni akajirudia yale ni 2016-17. Kivipi? Kwa sababu alikuja ni kocha mpya, ni Antonio Conte, alitukuta tumemaliza kwenye ligi nafasi ya 10 kama sikosei, na safari napo pia tumemaliza kwenye ligi ni nafasi ya 10, hatupo kwenye michuano ya Ulaya kama nilivyokuwa pia ni msimu ule ni alipokuja Conte, na tulibeba ligi kuu ni msimu ule. Sasa ngoja tuone msimu huu itakuwaje. Usisahau kuwakumbusha kwamba Hull City walikuwa ni Premier League kwa msimu. Okay, ngoja tu yani sahihi kabisa. Man City kocha ni alikuwa ni Pellegrini ambaye ndo alikuwa ni anamaliza ni muda wake kama kumbukumbu zangu zitakuwa vizuri. Ule msimu alikuwa ameingia na ndo aliingia Guardiola tukishika yani ni Guardiola ndo akaingia. Sasa ni msimu wa pili, alafu then ndio Chelsea ni tukachukua ni ubingwa wa ligi kuu. Sasa ngoja tuone msimu huu mambo ni yatakuwa hivyo, lakini pia acha ni tustabili mengi, labda tunaweza ni tukawa tunajifariji, lakini ngoja tuone kitakachotokea, kama ni historia ni itajirudia au ni vipi. Nikushukuru sana kwa wewe shabiki ambaye umekuwa na sisi kwa msimu mzima huu, japo kuna wakati hata kufanikiwa kupanda hewani kutokana na hali ni za kifundi kutokuwa sawa, lakini yote kwa yote tumekuwa kwa msimu mzima 2025-2026 tumefikia tamati leo hii, na asante sana kwa kuwa ni pamoja nasi, kwa kuwa sehemu ni ya familia hii kubwa ya podcast pekee ya Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Mimi ni Mr. Darajani, ulikuwa nina wachambuzi ni wote kwa msimu huu, ambapo tumekuletea chambuzi mbalimbali pamoja na makala kadhaa.
akiwemo Hafidh Nacho, akiwemo Himidiwe Kabuje, akiwemo Aman Mustafa, akiwemo Fred Ma, akiwemo Ken Saidi, akiwepo ni Moses, ni akiwepo na nani na Tosent ni William na mwenye pia ni akiwepo hapa, lakini pia na wachambuzi wageni ambao ni tulikaribisha, akiwemo pia Sologo. Fred Mana mwenye alikuwa ni mchambuzi mgeni, lakini mwisho wa siku ni tukaendelea kujumuika naye, kuwa naye pamoja ndani ya Darajani 1905. Pole ni pole kwetu sote, kwa sababu wote tumeumia kwa namna ni msimu ulivyokuwa, lakini yote kwa yote, shukrani sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi, ambaye umetumia bando lako kwa kipindi chote hiki, kwa sababu pia sio jambo rahisi kutusikiliza kwa zaidi ya nusu saa, sio jambo rahisi. Kwa hiyo bando lako ni umelitumia, lakini yote kwa yote, shukrani sana na asante sana kwako. Himidiwe Kabuje, tuache hapo, nina neno moja kwa haraka. Kocha ambaye aliichukua timu na akachukua ubingwa wa mwisho wa Premier League alikuwa ni Antonio Conte, na alikuwa ni kipenzi cha mfumo wa walinzi watatu wa mwisho. Na kocha anayefuata ni kocha ambaye anatumia kwa asilimia kubwa walinzi watatu katikati. Yajayo yanafurahisha. Twende Nacho na wewe, tuache nina neno lolote hapa. Kwa maneno machache nafikiri naweza nikasema tutarudi tukiwa imara. Tutarudi tukiwa ni imara. Mtoto wa Dodoma amesema hivyo, au mtoto wa Arusha. Na mimi ninasema bwana, ngoja tuone, labda yajayo ni anafurahisha. Kiupande fulani ni kama vile nimefurahi kutokufuzu michuano ya Ulaya, kwa sababu ni kama vile kikosi hakikuwa sawa kweli. Binafsi kwa mtazamo wangu mimi nilivyoona, nimeona ni kama vile morali nimeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo bora tu focus kwanza ni na michuano ni ndani kwanza, then tukijipata ndio twende huko, sio tunaenda huko kudhalilika. Binafsi japo sijafurahi kufungwa, niseme kama nimefurahi kufungwa, sijafurahi kufungwa, lakini kidogo tumepata ahueni kuliko kwenda kudhalilika huko, mambo ni yakawa mengi. Kwa hiyo nisiseme tukutane tena ni msimu ujao, hapana, sio tukutane tena ni msimu ujao. Tutaendelea ni kukuletea ni episode kadhaa kulingana na mambo yanavyoenda, kwa sababu klabu yetu bado ninaendelea kufanya kazi. Asante sana na nikutakie wakati mwema.